Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa, na hapa tunaelekea moja kwa moja huko katika ukanda wa Caribbean. Jeshi la Marekani limetangaza kukamata meli ya kubeba mafuta inayohusishwa na Venezuela katika bahari ya Hindi, hatua ambayo Washington imesema inaonyesha dhamira yake ya kutekeleza kizuizi cha mafuta dhidi ya nchi hiyo hata katika maeneo yaliyo mbali na mipaka yake. Pentagon ilisema Jumatatu kuwa meli hiyo ilikamatwa kama sehemu ya mkakati wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kukata mauzo ya mafuta ya Venezuela, ambayo ni nguzo kuu ya uchumi wa taifa hilo la Amerika Kusini. Hatua hiyo imekosolewa vikali na wakosoaji wanayoelezea kama wizi na uharamia wa kimataifa. Tulitangaza karantini kwa meli zilizo chini ya vikwazo katika eneo la Caribbean. Ilitoroka nasi tukaifuata, Pentagon ilisema, ikiongeza kuwa majeshi ya Marekani yalifuatilia meli hiyo kwa maelfu ya maili kutoka bahari ya Caribbean hadi bahari ya Hindi. Pentagon pia ilisisitiza kuwa hakuna taifa jingine duniani lenye uwezo wa kutekeleza maamuzi yake katika nchi kavu, anga na baharini. Kauli hiyo iliambatana na video inayoonyesha wanajeshi wa Marekani wenye silaha nzito wakivamia meli hiyo kutoka kwenye helikopta. Kwa nchi kavu, angani au baharini, majeshi yetu yatakupata na kutekeleza haki. Utaishiwa mafuta kabla hujatoroka, ilisema taarifa hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, meli hiyo iitwayo Aquila 2 iliyosajiliwa chini ya bendera ya Panama iliondoka kwenye maji ya Venezuela mwanzoni mwa Januari ikiwa imebeba takriban mapipa 700,000 ya mafuta ghafi. Taarifa hizo zimenukuu kumbukumbu za kampuni ya taifa ya mafuta ya Venezuela PDVSA. Marekani ilitangaza kukamata meli za mafuta za Venezuela mwezi Desemba kabla ya kumteka nyara rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro mwezi uliopita. Hatua hiyo imezidisha mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Chini ya vitisho vya mashambulizi dhidi ya Marekani, rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez, ambaye aliwahi kuwa makamu wa rais wa Maduro, alisaini sheria ya kufungua sekta ya mafuta kwa uwekezaji wa kigeni, sekta ambayo kwa muda mrefu imekuwa chini ya udhibiti wa serikali. Hata hivyo, licha ya hatua hiyo, majeshi ya Marekani yameendelea kuzuia na kukamata meli za mafuta za Venezuela baharini. Rais Trump na wasaidizi wake wamekuwa wazi kuhusu nia ya kudhibiti rasilimali za mafuta za Venezuela, kwa mara kadhaa wakidai kuwa mafuta ya nchi hiyo yanapaswa kuwa chini ya ushawishi wa Marekani. Moja ya faida zitakazopatikana ni kushuka zaidi kwa bei ya nishati, Trump aliwaambia viongozi wa sekta ya mafuta wakati wa mkutano ikulu ya White House mwezi Januari. Tangu kuondolewa madarakani kwa rais wake wa zamani, Venezuela imeripotiwa kuhamishia Marekani mamilioni ya mapipa ya mafuta chini ya makubaliano ya nishati. Serikali ya Venezuela imesema ilipokea dola milioni 300, huku maafisa wa Marekani wakidai kiasi kamili kilikuwa dola milioni 500. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema anapanga kuitembelea Venezuela hivi karibuni ili kuanza mazungumzo kuhusu mustakabali wa uongozi wa kampuni ya taifa ya mafuta PDVSA.